Kwa miongo kadhaa siku ya Sabasaba imekuwa ikihusishwa na mtu mmoja na harakati moja. Mwaka huu hata hivyo, Kenya imeadhimisha siku hiyo ya kihistoria. Kuadhimisha siku hiyo bila uwepo wa Raila Odinga, umati uliokuwa ukifurika katika viwanja vya Kamkunji haukuonekana, huku shughuli za kawaida zikiendelea katika sehemu kubwa tu ya jiji la Nairobi. Je, ari ya Sabasaba imefifia kufuatia kifo cha Raila Odinga au mapambano iliyowakilisha bado yanaendelea? Grace Ng'ang'a anasimulia zaidi. Kwa miongo kadhaa, Sabasaba imekuwa zaidi ya tarehe kwenye kalenda. Imekuwa alama ya mapambano, ukumbusho wa harakati za kupigania mfumo wa vyama vingi vya siasa na jukwaa ambalo Wakenya wamekuwa wakiitumia kudai uwajibikaji kutoka kwa walio madarakani. Mwaka huu unaashiria hatua muhimu katika historia ya Sabasaba. Ni maadhimisho ya kwanza kufanyika bila uwepo wa Raila Odinga, mwanasiasa ambaye safari yake ya kisiasa ilikuja kuunganishwa kwa karibu na kumbukumbu ya kila mwaka ya Sabasaba. Kwa miaka mingi, iwe mtu alikuwa mfuasi wake au upinzani wake, Jeshi fire! Vijana fire! Vijana fire! Raila alibakia kuwa sura iliyoipa Sabasaba nguvu ya kisiasa. Wito wake wa maandamano uliokutanisha maelfu ya watu uliunda mijadala ya kitaifa na kuhakikisha kumbukumbu ya Julai 7 inaendelea kuishi hata kwa kizazi kipya. Kutokuwepo kwake kumeacha zaidi ya jukwaa tupu, kumeibua swali gumu. Je, Sabasaba inaweza kuendelea bila mtu ambaye kwa Wakenya wengi aligeuka kuwa nembo yake inayotambulika zaidi? Huenda jibu la kwanza linapatikana katika kiwanja cha Kamkunji ambacho kilikuwa kitovu cha harakati ya Sabasaba. Leo hali ilikuwa tofauti kabisa. Kiwanja hiki ambacho kwa sasa kinajulikana kama Kamkunji Community Center kilikuwa sehemu ambapo Odinga alitumia kwa kumbukumbu ya kuhitimisha siku hii ya Sabasaba. Badala ya umati wa watu kujitokeza kuadhimisha siku hii kama ilivyo ada, shughuli za ujenzi ndizo zilizotawala eneo hilo. Mandhari haya yanaibua swali lisiloepukika. Je, ari ya Sabasaba imefifia kufuatia kifo cha Raila Odinga? Huenda si hivyo. Ni wakati pekee utakaoamua iwapo siku ya Sabasaba itaendelea kuishi kama harakati ya wananchi au itasalia tu kuwa kumbukumbu katika demokrasia ya Kenya. Grace Ng'ang'a, KTN, Kamkunji Community Center, Nairobi. Tukisonga mbele mtazamaji, ni kwamba kwa miaka mingi